Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri tena ambao Mungu ametupa kwa ajili ya ibada yetu ya anza siku na Bwana. Mungu, tunasema asante kwa ajili ya ibada hii ambayo umeianzisha, na siku ya leo ikawe ni siku njema kwa kila anayetazama ibada hii, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, amen. Biblia inasema hivi katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6 hadi wa 12. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali aliwaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli, ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka? Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiu ikamuingia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akastaajabia mafundisho ya Bwana. Haleluya. Nataka tujifunze kitu kimoja hapa, tukiangalia historia ya Paulo na Barnaba walipokuwa wakienda kukutana na mtu mmoja anaitwa Sergio, liwali huyu, na huyu Sergio alikuwa na mtu mmoja anaitwa Bar-Yesu, ama kwa jina jingine Elima, ambaye alikuwa ni mchawi. Na lengo la huyu Elima ilikuwa ni kutaka kuleta hali ya upinzani wa kile kitu ambacho kina Paulo watakuwa wakimweleza ama wakimhubiria huyu liwali. Kwa alikaa pale kwa lengo la kupinga kile kitu ambacho Mungu anataka kusema na yule liwali. Sasa nataka niongee na wewe kwa habari nyingine hapa tofauti kidogo, na ibada ya leo tunaenda kwenye somo linalosema roho zitendazo kazi. Tunaona hii roho iliyokuwa ikitenda kazi hapa ni roho ya kuzuia ile injili isiweze kumfikia huyu Sergio. Sasa kila kitu kinachotokea dhidi ya maisha yako, ipo roho inayohusika. Kupitia mfano huu kwamba kila kinachotokea ipo roho. Kama huyu mchawi alikuwa anataka azuie hiyo injili isisogee, azuie hiyo injili isisikike, azuie huyo mtu anayesikia asifahamu. Kwa hiyo maanisha hata wewe unavyoenda kanisani, unavyolala na kusinzia, ipo roho inahusika. Usizanie ni bahati mbaya, kwa sababu hata kwenye stori za kawaida si upo macho bwana na ni mchangiaji. Unapoanza kusikia neno la Mungu, ipo roho inakwambia usisikilize. Unakuta hata kwa mfano kwenye magrupu yangu ya WhatsApp, unakuta mtu wakati mada fulani ya kiroho imechachamaa, mtu ana left. Hasa unajiuliza ni nini hichi kinachomfanya mtu a left? Mimi sina maswali mengi sana, sababu naelewa kuna roho kama hii iliyokuwa inazuia mtu asisikie, roho inaomfanya mtu asipokee, ni roho inahusika nyuma. Ukiona mme wako au mke wako ghafla amebadilika, ujue ipo roho inahusika nyuma, ipo roho inahusika. Hakuna kitu kinachotokea kwa bahati nzuri wala kwa bahati mbaya. Na ndio maana ukianza kuomba, kumsifu Bwana, ukaanza kuabudu, rabusa karababu shanta rikababu, unaanza kuona uwepo wa Bwana unaingia ndani yako. Unapomwabudu Bwana, ipo roho inaingia, Roho Mtakatifu anaingilia kati, unajikuta tayari ushabebwa katika roho, kwa sababu ipo roho inahusika.
kukufanya wewe utoe ibada nzuri. Ipo roho inayohusika kukufanya wewe uifurahie ibada. Hata kama saizi ninavyoongea, ukiona unanifurahia, ipo roho inayohusika wewe kufurahi. Na mtu mwingine ananisikiliza baada anasema, bwana, unajua ipo roho inahusika kumfanya huyu mtu asinifurahie. Wapo watu wakilisikia tu neno la Mungu wanachukia, wanakereka. Ipo roho inahusika. Hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya wala kwa makusudi na kwa bahati nzuri. Ukiona kimetokea kitu kizuri, ujue roho Bwana anahusika. Ukiona kimetokea kitu kibaya, ujue mapepo yanahusika. Nasikia maajali huko. Ajali imeua watu kadhaa. Ukiuliza, unakuta ni majini yamekaa kwenye manjia panda huko. Kazi yake ni kuleta ajali ili watu wafe, achukue madamu na makafara wakafanya mambo yao. Lakini mtu anasema kuna hiyo kwa sababu kuna kona kali. Sikiliza, waache watu wasio rohoni waseme kuna kona kali, lakini wewe uliye rohoni uelewe ya kwamba kila kitu kinachoendelea ndani ya maisha ya mtu, ipo roho inayohusika. Unakuta mtu ghafla na hasira. Mtu huyu hasira hii haijaanzia utotoni, imekuja tu ghafla na hasira. Lipo roho la hasira linahusika, limeingia hapo. Unakuta ghafla mtu alikuwa yuko safi tu, ghafla roho ya uzinzi imeingia, anamtamani kila mwanamke au anamtamani kila mwanaume yani hii anachanganyikiwa. Ni roho imeingia. Hakuna kitu kinachotokea kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya. Chochote kinachotokea, ipo responsible spirit, ipo roho inayohusika kufanya hicho kitu kitokee. Unakuta unaenda kazini kwako, ghafla bosi wako anaanza kukuchukia. Uelewe sasa hicho kimetoka wapi? Nafanya kazi vizuri, na chuki imetoka wapi? Ipo roho inahusika. Na ndio maana watu wengi sana wanawaambia, usipoelewa roho zifanyazo zitendazo kazi ndani ya maisha yako, utakuwa unalia sehemu ambayo haitakiwi ulie. Unakuta tu mume wako ghafla kabadilika, unakuta alikuwa mtu mzuri, mwinjilisti mzuri, ghafla amerudi amelewa. Unaanza kusema, unaenda hicho kwa wakwe kushtaki. Sikia, ni roho itendayo kazi. Yaani uhitaji mkwe kwenda kushtaki, unamhitaji mchungaji kama mimi. Uje useme, baba kuna 1 2 3, naona akijakaa sawa. Halafu nitakwambia hicho ni 1 2 3. Halafu tunaingia kwenye maombi na kinapanguka. Kwa sababu gani? Ipo roho ambayo tutaenda kudeal nayo. Taing'oa pale. Halafu tunaipachika roho ya Mungu aliye hai. Halafu kila kitu kilichokaa vibaya kinanyanyuka. Eti biashara ghafla inaenda vizuri, ghafla sio kimetokea kitu gani? Ulikuwa na wateja wazuri, ghafla wamepotea. Yaani kuna vitu ambavyo vinatatuliwa katika ulimwengu wa roho. Unajua kwamba maana biashara inaenda vizuri, ghafla kuna roho hapa zimeingia. Kwa nini hii roho iliingia? Nilikuwa sitoi fungu la 10. Niliruhusu alaya aingie. Basi tunaenda kupambana kuing'oa hii roho. Naingia kwenye toba, unaanza kutoa fungu la 10, tunaanza kuomba. Omba vitu vinafunguka. Mambo yamekaa sawa, unaendelea. Huyo ndio mtu ambaye ana ufahamu wa neno la Mungu. Kila kitu kinachoendelea ni roho zinahusika. Unakuta kuna mtu ni mzito kuomba, yani ikifika muda wa kuomba anasema Jehova, amen, amelala. Yani anakuwa ni mzito. Sasa mtu anamnaye usikai kimya, ni roho hiyo. Kuna roho chafu inatenda kazi. Na ndio maana sababu ukiona hiyo hali inatokea, usikai kimya, ripoti kwa baba yako wa kiroho. Njoo sema kwamba kuna roho chafu inanivamia. Nitasema neno moja katika jina la Yesu. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu itakupiga, itaingia ndani. Alafu baada ya hapo unachangamka, unaanza maombi mapya. Ile roho chafu iliyokuwa inakufanyia hali ya uzito inaondoka. Kuna mtu mwingine anasema, baba mimi nasoma. Yaani nasoma Biblia naona kama gazeti, sielewi. Sikiliza, kuelewa ni lazima uvuviwe na roho. Biblia inasema huyo Roho Mtakatifu atawakumbusha yote. Kwa hiyo inamaanisha unachokisoma lazima kipate uvuvio wa Roho Mtakatifu. Ipo roho inayohusika wewe kulielewa hilo somo. Ipo roho, a responsible spirit, inayokufanya wewe ulielewe na kulishika hilo somo. La sivyo utasoma Biblia kama daftari, kama gazeti, na mwisho wa siku hata utaelewa, kwa sababu ulikuwa unamhitaji Roho Mtakatifu akufunulie kikupasacho kuelewa, ili ukielewe kizae matunda ndani ya moyo wako. Ipo roho inahusika. Ghafla umefukuzwa kazi, ipo roho inahusika hapo. Ipo roho inahusika hapo.
ghafla umekuwa mvivu, ipo roho inahusika. Unajua mimi ninapofanya huduma za kuwafungua watu, hizi huduma tunazofanya za deliverance, unakuta mapepo yanasema tulimpa harufu mbaya ili achukiwe na mume wake. Unakuta kuna mapepo yanahusika kuleta harufu mbaya, yani ghafla yanazalisha harufu mbaya ndani yako, unaanza kunuka tu, unatembea watu wasema vipi kumbe ni mapepo yamesababisha harufu mbaya. Hasa unashangaa, mbona naoga, napaka marashi, mbona kumbe kuna mapepo. Achana ile harufu mbaya inayotokana na uchafu. Ninazungumzia ile harufu mbaya ambayo mapepo yanakupa hapo. Unatembea unajishangaa tu, watu wanakuona unatoa harufu chafu. Ni mapepo yanahusika. Yaani kuchamulia mambo mengi ambayo unakuta ndoa nyingi sana zinaharibiwa na mapepo. Mapepo. Na kuna mapepo fulani yanaitwa majini mahaba. Yaani hayo yakiingia kwenye ndoa yako lazima yapige hiyo ndoa. Unajikuta tu ghafla unakosa hamu ya kukaa na mume wako, unakosa hamu ya kushiriki na mume wako, unakaa miezi 2, 3, 4, 5 hujafanya lolote. Ukimwona mume wako unachukia, ghafla hasira zinapanda, unajikuta kila kitu kama mume wangu kitu gani mlete huyo mtu huyu. Yaani kama ni mume wako yuko hivyo mlete. Akigoma njoo wewe nifuate. Nitaweka mikono, nitatamka neno hapo. Kila kitu kitasambaratika, utashangaa mume wako anarudi safi kwenye mstari. Kwa sababu ipo roho inayohusika kuleta uharibifu. There is a responsible spirit inayohusika kuleta uharibifu. Uharibifu hauwezi ukaja tu wenyewe. Ipo roho inahusika. Na hiyo roho itaondoka kwa jina la Yesu. Hiyo roho itaondoka. Ukuta mtu ghafla tu anajisikia mnyonge, upweke, ukiwa, hasi dunia bora nife. Kwa chochote kinachotokea, ipo roho anayehusika. Na ndio maana anajaribu sana kuwafanya watu watembee rohoni. Natamani ije tokee siku kila mtu awe rohoni. Tembea rohoni, utapata furaha isiyo ya kawaida. Unakuta kuna watu magonjwa yanawatesa kila siku. Kila siku ipo roho. Unajua yapo mapepo ya kila magonjwa. Kila magonjwa yapo mapepo yanayohusika. Kuna malango ya kipepo yanayohusiana na kesi za magonjwa. Kwa hiyo kila magonjwa ipo roho inayohusika nyuma. Na ndio maana tunaombea watu na wanapokea uponyaji. Magonjwa yaliyoshindikana tunaombea watu wanapokea uponyaji. Kwa sababu gani? Ipo roho inayohusika na magonjwa haya. Kulikuwa kuna mama mmoja ameletwa hapa, saizi ameshapona, yuko vizuri. Alikuwa anakula mti. Yaani kabisa yuko kwenye foleni ya kuja kuombewa, anachepuka na kula zake mti vizuri na anaumeza. Sasa unajiuliza, wewe ganda la mua kadogo tivi kakiingia huko, unahangaika mpaka katoke. Yeye anatafuna mti na anameza. Na kuna mama mwingine naye alikuja hapa kichaa kabisa. Kabisa kichaa. Lakini watu wanaombewa, wanafunguliwa. Nini maana yake? Huyu mtu baada ya kufunguliwa, naambia wewe ulikuwa kichasa mimi. Hajielewi. Kulikuwa kuna roho nyuma. Na mwingine amefunguliwa kula mti, naambia sasa wewe unajua kuna kula mti? Anasema nilikuwa najua kula mti. Kale sasa siwezi. Tafuna hata kiganda basi. Siwezi kabisa, siwezi. Kumbe kuna roho nyuma inayohusika kumfanya huyu mtu awe anakula miti. Ndio maana tunaposema injili lazima isonge mbele. Tutafanya kwa gharama yote injili isonge mbele. Wapo watu wanateseka, wana mateso, ukiyasikia mwenzio utajiita wewe salama. Lakini yote ni maroho yanayofuatilia mtu yako nyuma, yanamtesa mtu, yanamfuatilia, yanamtumikisha mtu. Roho za uharibifu. Mungu akubariki sana tunapoenda kuianza siku yetu ya leo. Mungu akupe neema utembee kwenye viwango vya juu sana. Hata ukiona unaomba muda mrefu, ipo roho inahusika. Ukiona siku zinapita hauombi, ipo roho inahusika. Usomi neno, utafakari neno, ipo roho inahusika. Ipo roho inahusika. Kuna mama mmoja amekuja hapa juzi, anatokwa na damu kwa miaka 8, na baada ya hapo ameombewa, ghafla akakaa sawa. Ipo roho ilikuwa inahusika kumfanya huyu mtu atokwe damu miaka 8 non stop. Yaani kila siku miaka 8 anatokwa na damu. Kaombewa,
Siku moja tu umemwekea mikono kuombewa, damu imekata, Yesu kamponya, safi kabisa. Unaangalia unasema kuni roho hizo zinatenda kazi. Ni roho zinatenda kazi. Na mwingine tena akiingia kwenye siku zake anajikuta baadaye siku kadhaa zile anapiga hadi wiki 3, hadi mwezi, hadi miezi miwili. Ile anakuja natulia, kitulia kidogo, piga tena miezi 4. Baada ya kumuombea yuko safi sasa hizi. Huyu ni karibia mwezi wa 3 wa 4 sasa. Yuko safi, anambia baba, yani shwari kabisa. Ilikuwa roho inahusika kuleta uharibifu. Usikubali chochote unachokiona mbele yako, ipo roho inahusika. Ulianza amani na ndoa yako, ghafla ndoa imeharibika, ipo roho inahusika. Mume wako alikuwa anakupenda, ghafla ameanza kuchukua tu wasichana wa ovyo ovyo huko mtaani, roho inahusika. Wewe mwenyewe ulikuwa unampenda mume wako, ghafla hutaki hata kumuona, ipo roho inahusika. Ni lazima tuishughulikie roho. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watumishi wako hawa wanaonifuatilia. Ninaomba kila roho chafu ndani ya hawa watu ikatoke sasa kwa nguvu zako Roho Bwana. Ninakemea roho za uharibifu katika jina la Yesu. Baba, asante kwa rehema na neema, sifa na heshima zako. Amen. Mungu akubariki na ukatembee kwenye baraka za Bwana. Amen.